Hello community, habari ya mida. Okay. Sasa na mimi nijaribu kuelezea. Naona kila mzungumzaji aliyejaribu kuichambua hii clip amejikuta akidondokea kumzodoa na kumsema governor wa BOT Emmanuel Tutuba kwamba yuko nyuma ya muda, kwamba haelewi, hana uelewa, mambo mengi. Yani 90% kila mtu ameenda against na yeye. Je, ni kweli tunatakiwa kwenda against naye? Mimi nimeona hili kwake. Kwanza tuanze na swali la kwanza aliloulizwa na Salim Kikeke. Kwanza fahamu, swali hili halijaulizwa kwa bahati mbaya. Swali aliloulizwa hakuulizwa kwa bahati mbaya. Swali limeulizwa katika mkakati, swali limeulizwa katika mipango, katika taratibu, na governor alikuwa akifahamu kwamba swali hilo linaweza likaulizwa. Kwa tayari alikuwa ameshaandaa majibu. Swali lenyewe ni lipi? Twende. Tuzungumzie masuala ya cryptocurrency. Najua Tanzania haijatambua, lakini ukiangalia harakati na hasa vijana wanataja hapa wengi kuna harakati zinaonekana nyingi zinatokea Tanzania. Kuna mpango kuirasimisha cryptocurrency, na tunawalinda vipi watu ambao sasa hivi wanafanya katika biashara hizo? Yeah. Naam, swali kama ulivyolisikia kifupi, wana mpango gani wa kuirasimisha cryptocurrency, kuirasimisha na kuandaa mipango kazi, mikakati ya kuwalinda wanaofanya hizo cryptocurrency. Kuwalinda ni kutengeneza mifumo ya kisheria, mifumo ya udhibiti, kuwalinda hawa wanaofanya hizo cryptocurrency. Kwanza kuirasimisha. Kurasimisha, unajua maana kurasimisha? Kurasimisha ni kitu tayari kipo, sasa kinaenda kufanywa kuwa ni sehemu halali ya matumizi. Ni kitu ambacho kinatumika. Unafahamu kwamba kitu fulani kipo. Unitolee mfano kama ndugu zetu mfano kama Wakristo. Mkristo anaweza akaishi na mwanamke au na mwanaume pasi na ndoa. Wakiishi miezi 6 na kuendelea, automatically hawa wanahesabika ni wanandoa. Ili ile ndoa iwe halali, wanaenda kufanyaje? Kuibariki. Wanaenda kubariki, sio kufunga ndoa, kubariki ndoa ambao tayari walishajifungia wenyewe automatically. Kwa hiyo kurasimisha ni mifumo, inamaanisha kwamba inafahamika, mifumo ipo. Sasa kinachotakiwa ni serikali waweze kwenda kuirasimisha mifumo hiyo na kutuwekea sheria ya kutulinda sisi tunaofanya. Je, governor alimejibu nini? Asante sana mtangazaji. Nadhani swala la cryptocurrency, najua vijana wanaweza kaenda kwenye kitu hata bila kufahamu kwa undani wake. Tumeona zimekuwepo biashara mbalimbali, nyingine zikiwa sahihi, nyingine sio sahihi kulingana na vyanzo. Lakini tukianzia na hapo kwanza, amesema mifumo ya cryptocurrencies vijana wanaweza wakaiendea mambo pasi na kuwa na uelewa sahihi, kwa sababu ya uanzishwaji wake. Hii mifumo ya nini? Ya cryptocurrency. Uanzishwaji wake, governor amesema ipo ya njia kuu mbili. Kuna njia ya kwanza ya uanzishwaji wake ambao ni sahihi, na kuna njia nyingine ya uanzishwaji wake ambao si sahihi. Ukishaelewa hapa, kuna kitu sasa utaweza kumuelewa baadaye anazungumza nini. Kwa kuna njia ambazo zinaweza zikaanzishwa cryptocurrency kwa njia zake, mifumo ambayo sio sahihi, ambayo hiyo ndio aliyelenga kwa vijana, kwa sababu tumeshuhudia hata sisi humu tukitoka tuache nje, humu ndani tumeshuhudia wengi wakianguka katika mifumo ya hii ya cryptocurrency ambayo si sahihi, wakajikuta wamepoteza mitaji, wamepoteza pesa, wakajikuta wameingia katika madeni, wameingia katika ulaghai, wameingia katika migogoro, na wameingia katika wimbi la umasikini. Mimi nikiwa ni shahidi, wewe ukiwa ni shahidi, nyie mkiwa ni mashahidi. Watu wameingia katika wimbi la umasikini kwa njia hizi za cryptocurrency. Sio kama serikali wafahamu, sio kama hawajui,
Wanafahamu kabisa kwamba tunaingia katika mifumo ambayo inatutengeneza kuwa maskini badala ya kututengeneza kuwa matajiri. Tunaishi kwa imani. Mifumo hii mingine inaanzishwa ambayo si mizuri, imeanzishwa katika njia ya scam. Ameshindwa tu kusema kama scam project. Zipo scam project nyingi katika mfumo wa blockchain technology, katika mfumo wa cryptocurrencies. Kwa yeye amezungumza, anaifahamu ipo ya njia mbili. Kuna inaanzishwa sahihi na sio sahihi. Kivipi? Msikilize. Kwanza tuelewe cryptocurrency yenyewe, hata chimbuko lake. Unajua ni fedha za kidijitali ambazo zilianzishwa ili kubypass au kwenda nje ya mifumo rasmi ya udhibiti ambayo inasimamiwa na serikali au taasisi zinazotambulika kimataifa. Sasa mpaka hapa gavana anaelewa anachokizungumza ni nini. Hayuko nje ya muda, yuko ndani ya muda. Ukweli usiopingika ni kweli cryptocurrencies, lengo la kuanzisha Satoshi Nakamoto anaanzisha Bitcoin ambayo ndio cryptocurrency ya kwanza. Lengo lake ni kubypass njia za Federal Reserve, yani njia za nini za Federal Act, niseme njia kupita zile sheria za kifedha, kukwepa njia za sheria za masuala ya kifinancial. Baada ya 2008 kama sijakosea, baada ya dola kuanguka thamani, dunia kuingia katika anguko la kiuchumi la dunia, watu wakaanza kupangiwa maisha yao ya kifedha katika benki, katika taasisi za kifedha. Wakaanza kupangiwa katika masuala ya kudeposit na withdraw, wakaanza kupangiwa masuala ya thamani ya pesa yao. Wakaona hapana, Satoshi akasema nianzishe nini? Nianzishe crypto ambayo haitoweza kuingiliwa na mamlaka ya kuu au mamlaka ya kati. Itakuwa sisi wenyewe tunaumiliki ile thamani, sisi wenyewe ndio wenye maamuzi ya kuipandisha au wenye maamuzi ya kuishusha, na sitaweza kuwekewa vizingiti vya withdraw au vizingiti vya deposit. Nitakuwa mimi mwenyewe ndio mwenye maamuzi, ndio mwenye mamlaka. Pia sitaweza kufanyiwa follow up, kufuatiliwa na kufahamiwa huyu ni nani, kwa nini yametoa pesa hizi, amezipeleka wapi, kwa nini unamiliki mabilioni ya dola. Yani hakuna mtu atakayeweza kunihoji. Tukija katika masuala ya kiuchumi sasa, haya yanaingia katika makosa ya kisheria. And that's why Satoshi Nakamoto alikwepa hilo kuto kujulikana. Lengo kuu la Satoshi Nakamoto kuwa hidden, kuwa katika maficho, kujificha. Anafahamu kabisa nilichokianzisha kimebypass, kimepita njia za panya, kimeenda kinyume na masuala ya nini? Masuala ya kiuchumi wa kiserikali au uchumi wa kidunia, nimeenda nao kinyume. Kwa hii ni illegal. Alichokianzisha alikuwa anafahamu hiyo ni nini, ni illegal. Na kama angeweza kufahamika mpaka leo hii, Satoshi Nakamoto angekuwa yuko jela. Angalia alipokuja kuanzisha mara ya kwanza Binance, exchange ya kwanza inaanzishwa, bwana CZ anaanzisha exchange yake, alipata matatizo akawekwa ndani, si ndivyo? Trump ndo akaja kumtoa mwaka jana. Sahihi, mwaka jana kama sitakosea. Trump ndo alikuja kufanyaje? Kumtoa. Lakini alikutana na makesi na masekeseke mengi, akawekwa ndani. Angalia alianzisha Telegram, akaifanya kuwa ni exchange, naye alipata sekeseke Ufaransa, huko Russia, akakamatwa akawekwa ndani. Kwa hii mifumo ya blockchain technology katika njia ya cryptocurrencies inaenda kinyume na mifumo ya serikali au na mifumo ya kifedha ya kidunia, au inaenda kinyume na masuala nini ya uchumi. Kwa hiyo alichokiongea governor mpaka hapa ameongea kitu ambacho ni usahihi. Kwa alichokiongea governor, ameongea kitu ambacho anakifahamu, crypto ni nini na lengo la kuanzishwa crypto ni nini. Tuendelee. Amesema nini tena? Sisi zinazotambulika ni kama hizi benki kuu ndio zimepewa dhamana kisheria kwamba zitasimamia masuala yote ya uchapaji na usambazaji wa fedha, ambayo ndio kitunza thamani, na fedha ndio inayotumika kama
kigezo cha tunaita ni medium of exchange. Sasa kwenye hizi sarafu za kimtandao zipo za aina tofauti tofauti. Kuna hizo cryptos. Mmemsikia anasema kisheria benki ndio zimepewa mamlaka ya masuala ya kuchapisha fedha, sawa, kulingana na matakwa ya eneo husika, kulingana na matumizi. Benki ndio inayo mamlaka ya kuchapisha nini? Ya kuchapisha fedha. Kwa hiyo hivi benki kupitia taasisi, maana benki ni taasisi, BOT ni taasisi. Taasisi ina vyombo mbalimbali vya vinavyoilisha BOT, sawa. Kwa hiyo BOT kupitia taasisi zake ndogo ndogo hizi wanafanya utafiti kwamba sasa hivi kunahitajika labda kiasi gani cha fedha kiingie kwa walaji mtaani, kwa sababu fedha pia ina demand and supply, sawa. Ina ugavi na ina mahitaji na ugavi, sawa, demand and supply. Kwa hiyo wanaangalia ni kipindi hiki tulichokuepo ni kipindi cha demand au ni kipindi cha supply, ni nani ambaye ana nguvu, ili tuweze kujua katika hizi benki hizi ndogo ndogo sasa ambao ni CRDB, NMB, sijui wapi, tuwape kiasi gani cha fedha ambacho kitaweza kumaintain ile hali ya thamani ya soko, sawa. Kusiwe na mlipuko wa bei wala kusiwe na nini, yani ule mlipuko wa bei, either bei kuwa juu au bei kuwa chini. Ile inatengenezwa ile wanaofanya maintenance, wanao maintain, sawa, wanao maintain ile hali ya soko ni BOT kupitia taasisi zake. Wanafanya utafiti na kufahamu kwamba sasa hivi kunahitajika shilingi 500 kiasi gani, kiwango gani, kunahitajika 1000 kiwango gani, kunahitajika kutokana na hali iliyokuwepo mtaani ni sarafu gani ambayo inatoka kwa wingi na inahitajika, ipi ina demand kubwa tuweze kufanya supply. Sisi tunaelewana? Sasa hivi katika masoko wanatumia sana pesa gani tuweze kuifanyia supply. Pesa hiyo ikiwa adimu, hata kama ni 1000, ikiwa adimu, basi kile kitu cha 1000 kitasababisha mfumuko wa bei. Haya ni masuala ya financial zaidi, unaweza usielewe. Kwa hapa amemaanisha kwamba wao ndio wenye mamlaka ya kuchapisha kwamba tunahitaji sasa hivi Tanzania shillings labda milioni kadhaa au bilioni kadhaa mkoa fulani au kwa nchi nzima kiujumla. Sijui tunaelewana. Sasa akiwa anamaanisha mifumo hii ya crypto itakuja kuingia katika utility sasa mtaani, ambao kiuhalisia benki kupitia taasisi zake haziwezi kufahamu kwamba kutahitajika pesa kiasi gani kwa ajili ya crypto. Naelewa au hapo jielewa? Hivi leo hii wanafahamu kunahitajika pesa kiasi gani kwa ajili ya mishahara, kunahitajika pesa kiasi gani kwa ajili ya wizara fulani. Wanafahamu kabisa kwamba kwenye maji, sijui kwenye nini, katika masuala ya chakula tunahitaji, masuala ya afya tunahitaji bajeti. Ndio maana kuna bajeti, kuna nini ya bajeti, bunge la bajeti. Kwa wanafanya bajeti ya mwaka mzima kwamba wizara fulani itahitajika bajeti ya milioni kadhaa, bilioni kadhaa, trilioni kadhaa. Tayari wameshapanga nini bajeti. Wizara ya afya bajeti yake ni hii, kwamba hata mtu akienda hospitali tayari ile pesa yake imeshapigiwa mahesabu. Mtu anapoenda sijui kwenye masuala ya umeme tayari ameshapigiwa mahesabu, sijui kwenye nini ameshapigiwa mahesabu. Sasa tunakuja katika swala la crypto. Tunaona kuna pesa nyingi zinahitajika ziingie katika mzunguko katika crypto. Tunazitolea wapi? Alitaka kumaanisha hivi. Sasa ili tumwelewe, endelea kumsikiliza. Amesema lakini zote ukiziangalia inategemea nani aliyeitoa. Sasa kiuchumi hatari yake ni pale ambapo kwa mfano sisi tunapochapisha shilingi ya Tanzania, tukichapisha tunaingiza shilingi ya Tanzania kulingana na shughuli za kiuchumi zilizotekelezwa kwenye uchumi wa Tanzania. Lakini wakati huo siku mtu akihitaji ile shilingi yake anaweza akaja kuipata benki kuu.
Sasa hatari iliyopo kwa hao wanaotengeneza hizo labda cryptos, wao wanakuwa hawana shughuli za kiuchumi zinazolingana na thamani ya zile coins au cryptos walizoingiza kwenye uchumi. Umemsikia Mr. Mheshimiwa alivyoongea? Yuko mbele ya muda au yuko nyuma ya muda? Bado mimi nasema yuko mbele ya muda. Anaelewa anachokizungumza. Amesema hivi, mfano hizi sarafu zinazotengenezwa, mfano Bitcoin na crypto nyingine, mfano kuna stablecoin na kuna hizi ambazo sio stablecoin. Kwanza akimaanisha anazifahamu kabisa, anafahamu kuna stablecoin, kuna altcoin, kuna meme coin, kuna hizi sijui nini shitcoin, anafahamu kuna coin, kuna crypto za tofauti tofauti. Sasa benki kuu inavyoenda kuchapisha fedha, inaenda kuchapisha fedha kulingana na mahitaji ya uchumi uliokuwepo ndani ya sehemu husika wa nchi husika. Sasa mimi nikiwa ninahitaji pesa, nitaenda BOT, kutokana na uchumi wangu nitazikuta. Angalia alichokiongea governor. Amesema madhara ya hawa wanaotengeneza hizi crypto, wanatengeneza crypto ambazo hawana uchumi wake wa kuingiza katika utility. Hawana nini? Hawana uchumi wake wa kuziingiza zile coin katika utility ili kuweza kuwa na supply. Sawa? Mfano alichokimaanisha, mimi nimfafanulie alichokimaanisha. Leo hii Pi Network imetengeneza sarafu za supply yake ni bilioni 100. Tunasema bilioni 100, ina sarafu moja ina thamani ya dola 314,159. Tuziingize sokoni leo. Tuziingize katika exchange, yani tuziingize sasa hivi, tuziingize sokoni. Hizo pesa zinatoka wapi? Uchumi wa dunia wenyewe hata robo tatu haujafika, yani hautofikia mahitaji ya sarafu za Pi Network. Kwa hizo pesa exactly hazipo katika uchumi, yani pesa zote zilizokuwepo duniani na uchumi wake, tuchukue madini, tuchukue sijui madini yote, tuchukue sijui mafuta, tuchukue gesi, sijui tuchukue pesa zote, tukizikonvert kwa mahitaji ya Pi coin, hayapo, hayata feed. Hiki ndicho alichokizungumzia nani? Tutuba. Kwamba swali la kwanza leo ulizo, sasa mna mpango gani wa kurasimisha hizi cryptocurrencies na kuwalinda wanaofanya? Sasa kabla kuwalinda, tuziangalie hizi sarafu zenyewe zilivyotengenezwa. Zimetengenezwa katika madhumuni gani? Zimetengenezwa katika mfumo gani? Leo tunazipokea tu sarafu, tunasema tunaikubali Bitcoin. Haya, watakuja watu Tanzania watataka ku-exchange Bitcoin. Bitcoin moja leo ina thamani ya dola 1.65-67. Mtu anakuja ana Bitcoin zake 800 katika wallet yake, anataka aende kuzi-withdraw BOT kwa sababu Tanzania inakubali mifumo ya Bitcoin. Akienda BOT uone kama anachukua hela zote. Thamani moja ya Bitcoin ni dola 65,000. Mtu huyo ana Bitcoin 1,000. 1,000 mara 65,000. Piga mahesabu ni dola ngapi? Alafu Tutuba amesema wao wenyewe idadi yao wana bilioni za dola ambazo wamezihifadhi, dola sijui milioni 100 ngapi, sijui milioni ngapi. Wanazo dola milioni ngapi ambazo wamezihifadhi kama reserve ya taifa katika dola. Leo hii ukienda pale na ushakombo utachukua hazina yote ya BOT. Sasa hizo hawataki wao. Sawa. Kwa wanataka watengeneze mifumo ambayo kwanza itawalinda wao kama serikali, kama BOT, kama taasisi ya kifedha, na itawalinda wananchi, kwa sababu wakija wakichukua hizo pesa then sisi tunabakiwa na nini? Watashindwa kufanya ile supply katika demands tofauti ambazo wameziona. Kwa hiyo akasema hizi crypto zinavyotengenezwa hawana. Sasa turudi. Huyu ni nani? Huyu ni wa Tanzania. Twende Marekani. Wengi wanaporejea kwamba Marekani wamekubali crypto, Marekani hawajakubali crypto. Kwanza elewa hilo. Marekani kwanza mpaka leo hii wameipinga CBDC kupitia Donald Trump, ambaye Donald Trump ameishawishi bunge la Congress kuikataa CBDC, ambayo CBDC ndio mfumo ambao serikali
walikuwa wanataka watengeneze central bank digital currency, wakakataa kupitia Federal Reserve System. Donald Trump akashawishi hilo likapita, lakini wakatengeneza ile Financial Act Bills ambayo iliyopita ni mwaka jana ya kukubali crypto kama ni sehemu ya nini, ya hazina ya Marekani. Lakini wamekubali nini? Wamekubali stable coins. Lakini stable coins walizozikubali ni zile ambazo zitakuwa ratio yake ni dola, kwamba na wakaandika sheria, wakaandika na sheria kabisa kwamba utakapoleta stable coin yako ikubaliki, uwe unayo backed ya dola kulingana na supply ya coin yako. Mfano unaleta USDT zako, labda USDT ziko 1,000,000, basi uwe na dola 1,000,000 ambazo zitakuwa ni backed sawa na nini, na zile coin zako. Kwamba wakaandika stable coin moja sawa na dola moja. Kwa kama stable coin moja sawa na dola moja, huyu mwenye hii stable coin huyu awe anazo dola physical money zenye thamani sawa na supply ya ile coin yake inayokuwa ni changed na dola. Hiki ndio alichokimaanisha nani? Alichokimaanisha Tutuba, kwamba wanaotengeneza hizi coin hawana nini, uchumi halisi wa kuwa backed na zile coin zao. Kwa kama wanaotengeneza hizi sarafu watakuwa na uchumi halisi ambao utakuwa ni backed na zile coin zao, basi hilo swala jepesi sana, kwa sababu serikali ni kupitisha. Kwa sababu mimi nikitaka kwenda kuchange ile coin yangu, tayari yule mwenye coin ananipa mimi pesa, siendi kupewa na benki, siendi kupewa na taasisi, naenda kupewa na yule. Kwa yule zile pesa zake ameziweka wapi? Ameziweka benki. Ni kama vile wanavyofanya hawa watu katika ma exchange au merchant katika hizi exchanges. Mimi ninavyoenda kununua crypto, sawa, ninavyoenda kununua crypto, kwamba huyu anauza crypto moja, USDT moja anauza 2,600, ameweka minimum na maximum, kwamba kile kiasi alichokiweka pale exactly anacho kwenye account ya Binance au OKX au wapi, Bitget anacho. Kwa sio kama OKX au Binance mimi ndio wanaonipa zile pesa, ni yule merchant ndio ananipa zile pesa, kwa sababu anazo, ameziweka katika escrow account. Kwa katika escrow account yake inasoma USDT halisi zile ambazo mimi nitazihitaji, zinakuwa ni backed kutokana na mahitaji ya yeye ambao anafanya. Mwisho kiongozi akasema, ndio maana ukitaka kuzipata sasa, ukitaka kucash out hauwezi kuzipata. Yani unaweza kukuta labda kama mimi hapa sina hata labda bilioni kwenye account, lakini nimetengeneza cryptos hata za bilioni 5. Lakini ni jambo linakuja, tunashauri vipi? Umeona? Akasema ndio maana unapotaka kwenda kuzi exchange sasa huwezi kuzipata. Kivipi? Leo hii ukitaka kwenda ku exchange sarafu ambayo haina ile, haijawekewa na nileo ule uwezo wa kuwa na ile fedha, hauwezi kupata. Leo hii inaenda ka exchange Pi kwa thamani ya dola 314,159, unapewa na nani? Huwezi kupata kwa sababu hamna hiyo pesa. Utaipata kwa thamani ya 0.1819, lakini sisi tunaamini Pi moja sasa na dola 314,159. Sasa nenda ka exchange kule kwenye exchange, hata uende pale katika spot trading, nenda katika spot trading katengeneze order, sawa, katengeneza order ya dola 300, huwezi kuipata sasa hivi kwa sababu hiyo hela hakuna. Nani atakaye kupa? Kwa sababu aliyetengeneza hiyo coin hana hizo pesa. Sio, tunaelewana? Mwisho akaulizwa hilo swali. Ni mambo ambayo haya yanakuja ya crypto, ni mambo ambayo yanakuja akiwa anamaanisha Salim Kikeke, hatuwezi sisi kama serikali au nyie kama serikali hamwezi kuyapa mgongo, kuyapa kisogo. Kwa nini cha kufanya wananchi wetu, au tunaliepuka vipi? Ndio maana sasa ninasema kwamba tumekuwa tukiwashauri kwanza wasijihusishe nazo, kwa sababu lina vihatarishi vingi kuliko faida. Umesikia? Kwanza usijihusishe navyo,
masuala ya nini, ya crypto, kwa sababu lina hasara nyingi, lina athari nyingi kuliko faida. Tujiulize sasa mimi na wewe. Hii kauli ndio wengi ikawachanganya kwamba cryptocurrency ina viashiria nyingi vya hatari kuliko faida. Yeye tuitoe Pi Network. Yeye alichokizungumza amekizungumza katika cryptocurrency in general. Kikweli crypto, mimi niwahakikishie, crypto ina hatari sana kuliko faida. Hii ndio iliyopelekea Pi Network kutengenezwa, kwa sababu crypto imekuwa ina hatari kubwa kuliko faida. Bitcoin imekuwa ina hatari kubwa kuliko faida, kwa sababu angalia wale walio hold sarafu zao walizozinunua wakati ina dola. Mwaka jana nakumbuka Bitcoin ilikuwa ina around kwenye dola 80,000, 70,000, 80,000, 70,000, si ndivyo? Watu wengi walinunua, ikafika 90 watu wakanunua. Ilipofika laki, watu walivyoona inapanda, watu walinunua kwa wingi. Na Marekani wenyewe walivyotengeneza ile sheria ya kufanya Bitcoin kuwa ni sehemu ya reserve yao, walinunua wakati Bitcoin ipo katika 100,000. Walinunua mamia ya nini ya Bitcoin. Sasa angalia Bitcoin ilivyoshuka. Imeshuka sasa hivi katika 60. Hapo wapo katika hatari, wapo katika faida. Faida yake ni kwamba hizi crypto hazina uhalali wa thamani yao. Thamani inapanda na inashuka sana, inashuka sana na inapanda sana. Hii ndio uhatari wake, kwa sababu bado haijajengewa sheria maalum. Crypto haina sheria maalum. Hata ukiangalia ile US Genius Act iliyotengenezwa Marekani, bado ni sheria ambayo inaibeba stablecoin, kwa sababu stablecoin haina kushuka, stablecoin haina kupanda. Stablecoin itakaa pale pale, itakuwa inaiangalia dola. Yaani stablecoin macho yake inaiangalia dola. Dola ikipanda nayo itakuwa imepanda. Ikishuka na dola haiwezi kapanda sijui imepanda 1,000, leo unakuta dola sijui ni 800, kesho unakuta dola ni 5,000. Hapana. Dola itakuwa thamani yake ni imepanda sana ni pointi, au imepanda ni 20, 100, 20 iko hapo. Ile Genius Act kwa nini imekaa katika stablecoin? Imejiegemeza katika stablecoin kwa ajili ya uhatari, kuzuia hatari. Ndio maana hata Bitcoin ikawekwa pembeni, kwa sababu Bitcoin imeonekana ina uhatari kuingia katika sheria. Kwa huyu governor alivyosema hizi crypto zina uhatari, kwa sababu unapohitaja crypto huwezi ukaacha kuhitaja Bitcoin, huwezi kuhitaja Ethereum, sio Solana. Hizi ndio crypto mama tunazozizungumza, si ndivyo? Sasa hizi crypto angalia sasa hivi zipo katika kushuka. Kama ungekuwa umehold, upo katika hatari au upo katika faida? Upo katika hatari ya kupoteza. Itakulazimu uuze kwa hasara. Ukiuza kwa hasara umepata faida, umepata hasara. Umepata hasara. Kwa hiyo Pi Network lengo lake kutengenezwa Pi Network, ndio maana wakasema wao ni non conformist, kwa sababu hawataki kupita katika hii njia ya hatari, kupita katika red line. Wao njia yao ni ipi sasa? Njia ya Pi Network ni njia nyingine ambayo haitotegemea sio demand and supply katika masoko ya exchange kupandisha thamani crypto na kuishusha thamani. Haitategemea hiyo. Ile itakuwa inategemea governance. Pi itakuwa inategemea utility. Sasa utility, siku zote utility haiwezi ikashusha kitu thamani. Utility, 90% ya utility haishushi kitu thamani ikiwa kitu hicho tayari kipo constant. Mfano labda mimi napeleka mchele wangu sokoni. Tayari wale wauzaji, wanunuzi wanafahamu kabisa mchele niliokuepo nao sokoni na nilikuepo nao nyumbani ni gunia 1,000 nyumbani, lakini sokoni nimepeleka gunia 20. Wanunuzi wanafahamu, na hakuna Tanzania nzima mchele isipokuwa ni ule niliokuepo nao mimi tu sokoni na nyumbani, na kuhakikishia thamani haiwezi kashuka. Kwa sababu gani? Tayari washafahamu total supply nzima ya mchele uliokuepo sokoni na uliokuepo nyumbani. Kwa hiyo watakachokifanya ni ku maintain soko pale ninapopeleka bidhaa sokoni, itakuwa inaenda kwa mfumo ule ule, ili wasije wakibugi step wameingia hasara wao. Kwa sababu gani? Watakosa
ya kununulia ule mchele niliokuwepo nao wapi, niliokuwepo nyumbani. Kwa thamani ikishuka ya mchele, kwa sababu mchele niliokuwepo nao ni mimi peke yangu, watashindwa kununua. Kwa hiyo hii pai kwa sababu itaingia katika utility hainaga ile tabia ya kushusha kitu thamani. Utility kazi yake ni ku maintain soko, kwa sababu wote tumeshakubaliana kwamba tunafahamu kwamba kilichokuwepo sokoni ni idadi kadhaa na kilichokuwepo katika store ni kiasi kadhaa. Kwa hiyo tutakachofanya tutakuwa tunakula kwa kuangaliana sisi kwa sisi, ku maintain soko au kupandisha kidogo, kupandisha thamani kidogo tuweze kununua kilichopo, kupandisha thamani kidogo tuweze kununua kilichokuwepo store, kupandisha thamani kidogo kuweza kununua. Tukishusha thamani tutashindwa kukinunua kilichokuwepo wapi, kilichokuwepo store. Hii ndio njia ambayo pai inachotaka kupitia. Ndio maana inatengeneza utility kwanza, inatengeneza fund, inatengeneza ecosystem ya utility, ili itakaposema tunaingia katika Pi Dex, inafunguliwa Pi Decentralized Exchange, inafunguliwa exchange ya Pi ya decentralized, tayari inaenda katika ecosystem ya utility. Sasa je, BOT na taasisi nyingine zinafahamu mfumo wa Pi? Na je, zitaingia au zitafanyaje? Kwa hiyo sasa governor alichokijibu kwa 100% amejibu kitu sahihi kabisa. Amejibu kitu ambacho anakielewa, yani amejibu na anaelewa nini ambacho anakijibu, na anaelewa nini anachokizungumza, na anaelewa nini anachokifanya. Kwa sababu gavana wa Tanzania anateuliwa na rais, lakini sheria yake yeye inaongozwa na sehemu tatu labda, si ndivyo? Ataangalia sheria ya BOT inaongozwa na nanili ya kifedha. Kwa hiyo gavana watakachokiangalia ni nini? BOT wao wanaangalia nini? Wana sheria zao za Bank of Tanzania Act, sawa? Sheria ya benki ya Tanzania inasemaje, ambayo kama sijakosea ni 2006 kama sijakosea, wataalamu watanirekebisha, 2006. Wanaongozwa na sheria hiyo, wanaongozwa na nini? Na sheria zinazoamuliwa na bunge. Na ndio maana mwaka jana mwaka wa fedha wa uliopita wa 2024-2025, sawa, serikali kupitia bunge la bajeti waliomba kupitia wizara ya fedha, waliomba wadau ambao ni wakina sisi wa masuala ya fintech, masuala ya crypto, tutoe maoni, tuishauri bunge, ili watakapokuja katika mwaka mpya wa fedha 2026-2027 waweze, bunge liweze kukaa na kutunga sheria mpya zitakazoendana na nini, na mifumo hii ya cryptocurrencies. Kwa yeye governor alichojibu, amekijibu kilichokuwepo ndani ya nini, ndani ya sheria husika, kwamba sheria yao wao haiwaongozi kwanza kuzizungumzia hizi cryptocurrency kama ni sehemu ya nini, ya mikakati hiyo ya sheria, kwa sababu sheria bado haijatungwa. Kwa wao wanategemea sheria zinazotungwa wapi? Bungeni na wabunge. Kwa sheria zitakazotungwa na wabunge bungeni ndio zitakazoamua kuhusiana na nini, na financial bills au financial act ya mwaka 2026-27 na kuendelea. Pia BOT wanaongozwa na sheria ya nini, ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba inasemaje kuhusiana na masuala ya kifedha, ambayo imeelekeza moja kwa moja katika BOT, Bank of Tanzania. Pia swala la siasa linaathiri mustakabali pia wa muondoko wa nini, wa sheria za BOT, kwa sababu swala la kisiasa nikiwa na maanisha kauli ya rais inaweza ikaathiri kwa namna moja au nyingine miondoko ya kisheria, miondoko ya kanuni za BOT, kwa sababu rais ana mandate kubwa kulingana, yeye ndio mteuzi wa governor, yeye ndio anemteua governor. Kwa hiyo governor wa benki kuu anakuwa bosi wake ni nani? Ni rais. Kama vile alivyokuwa jaji mkuu bosi wake ni rais, anateuliwa na rais, lakini jaji mkuu hafati matakwa ya rais. Rais haipangii mahakama, rais hampangii jaji, japokuwa ndiye alimteua, lakini hawezi kufanyaje? Hawezi kumpangia. Kile ni chombo ambacho kinafanya kinajitegemea chenyewe. Ile ni mamlaka nyingine
Mahakama ni mamlaka nyingine, lakini bosi wake anateuliwa na rais. Kwa hiyo hata governor ajapokuwa anateuliwa na rais, lakini naye anakuwa ana kurasa zake ambazo ni rejea, si kauli tu ya rais moja kwa moja. Japo kauli ya rais inaweza kawa ni sehemu inaele, kama alivyosema rais kwamba katika ule mkutano aliofanya kumwagiza governor aangalie masuala ya cryptocurrencies, kutengeneza sheria ambazo zitaifaidisha serikali. Tuko pamoja. Kwa mimi nilishawahi kusema huko nyuma kuhusiana na CBDC, Central Bank Digital Currency. Watakapoianzisha watafanyaje? Itakuwa ina faida kwetu, itakuwa ina hasara kwetu? Hilo niliacha kwanza, nije sasa katika mfumo wa Pi network moja kwa moja. Je, Pi mfumo wake wa Pi coin utakapokamilika, je, sheria zinasemaje? Crypto za sasa hivi zinatungiwa nini? Sheria na serikali, si ndivyo? Serikali inatakiwa watunge sheria afu hizi crypto wakina Bitcoin wafate sheria za nchi. Lakini ajabu nakwambia ilioje, serikali za dunia zinasubiria Pi itunge sheria ili serikali zifuate sheria nani? Ya Pi. Kwa sisi sasa hivi na wanaotunga sheria ni bunge la nini? La Pi, ambao bunge la Pi ni sisi community. Sisi community ndio tunaotunga sheria. Kwa tutataka hii crypto yetu itumikaje? Kwa sisi ndio tutakao kuwa tunafatwa. Hizi benki, taasisi, mashirika ndio watakaofuata sheria za nini? Za crypto yetu, kwamba yes, crypto yetu inasemaje? Crypto yetu ni 1 2 3. Sasa itafanyaje kazi? Serikali itaingiaje? Tutakuja na voice note nyingine. Ni leo, ni kesho, tuwe na subira. Takapojaliwa wasaa inshallah, Mwenyezi Mungu akipenda. Kwa leo niishi hapa. Huo ni mimi, ni mchango wangu jinsi nilivyomuelewa governor wa BOT Emmanuel Tutuba. Nitamani pia na mimi hii voice note kama ataweza kuisikia, imsikie, aimfikie. Mimi ni pioneer mdogo, niko Tanga, ambaye elimu yangu ni ndogo, imeishia hapo. Namba yangu ya simu ni ile 0657 866 668. Mheshimiwa Emmanuel Tutuba. Naam.